Haya, hebu tuanzie pa. Ni kipindi cha vita kati ya China na Japani. Ndege za kivita aina ya B-25 zikiwa ziko angani zikielekea kufanya mashambulizi katika kambi za Kijapani. Hapa ilikuwa ni zamani kati ya vita kati ya China na Japani. Wamarekani walitumwa kwenda kuisapoti China kama washirika wao. Ziko ndege magrupu matatu zinakwenda kuishambulia kambi za Kijapani. Wamarekani waliingia kuisaidia China kama washirika wao katika vita dhidi ya Japani. Kuna madogo fulani wa Kimarekani hawa hapa walikuwa kiendesha ndege. Walikuwa marafiki hawa. Akaambia ndugu yangu, ilijua ukiliona unahisi familia zetu zinaona, ilijua pia. Asema hata bendera ya Kijapani pia naona jua hilo pia. Asema Wajapani wale sojua. Hawa Japani ni wapuzi wakubwa. Tunakwenda kuonesha adabu. Hasa hawa wanakwenda kuisaidia China katika vita. Hawa na Wamarekani wanakwenda kuisaidia China katika vita. Ama tuingie kwa Wachina wenyewe. Asema Waitalo wamejisalimisha, Wajerumani wameishia. Wajapani hawatakaa muda mrefu katika ardhi ya China. Makosa haruhusiwi kufanyika. Ichijo lazima afe. Ichijo kaua watu wetu wengi sana. Na Ichijo anahamishwa kuelekea Filipino. Ameua wananchi 48. Lazima Ichijo auawe. Alikuwa ni kamanda, anampa kazi kijana hawa mmoja wa kazi. Huyu ni kamanda mkuu. Alikuwa anampa taarifa kijana mmoja ambaye naye ni askari afisa. Huyu afisa aliambiwa Ichijo anahamishwa. Kuchukua nafasi kabla hajahamishwa kwenda upande mwingine, tumuue Ichijo. Ichijo anafaa afe. Mara mwisho tulimkosa katika mgahawa. Safari hii upasi kumkosa tena Ichijo, kumuua. Asema Ichijo anapenda mchezo wa bowling. Hawezi kuondoka hapa China bila kupita katika klabu yangu kucheza mchezo huo. Basi akisha unafanya kitu kumuua Ichijo, kamanda wa Kijapani. Nishazoea mheshimiwa. Nenda ingia kazini. Huyu mzee akampa kazi, akamwambia ingia kazini. Huyu jamaa yeye ni Mchina, lakini anafanya kazi pande mbili. Anafanya kazi kama shushushu wa Kichina, lakini pia anafanya kazi na Wajapani. Maana yake yeye ni mtu ambaye anafanya kazi kama mpambe wa Japani, lakini yeye ni Mchina mzalendo wa Kichina. Kwa hiyo anawachunguza wa Japani siri zao, anapeleka kwa Wachina. Kwa hiyo anafanya kazi na watu wote wawili. Wanamuita Ward. Hebu tuingie katika mitaa ya Kichina huku Hongmong. Huu maisha ni magumu sana sababu wakati wa vita kwa maisha ni magumu kulikale. Kuna vijana fulani ambao ni wazalendo. Hawa ni vijana wazalendo katika nchi yao. Wakiwa hapa basi wanasubiri misaada ya michele iweze kuletwa. Asema nafikiri magunia ya mchele yataangushwa. Lakini ghafla juu zinapita ndege za kivita. Anasema inaonekana hapa leo mchele hautakuwepo. Wanajua hapa leo mchele hautakuwepo. Kuna bango la Kijapani liko pale. Binti akana kwa hasira sana. Hawaogopi wa Japani wanapong'oa mabango yao. Akaambia woga ubadilishi kitu wote mtoto. Akisha unakuwa jasiri siku zote. Mama alimwambia hivyo, akatoka kwa ishara fulani. Huko mtaani kuna binti mwingine mdogo alikuwa anacheza mchezo fulani wa chesi la Kichina. Huu mchezo unaitwaje? Mchezo wa drafti ya Kichina. Huu unaitwa Lion Rock, yani mchezo. Ghafla kasikia ndege zinapita. Mkisikia ndege zinapita, muinamisha vichwa chini. Sasa wakati ndege zinapita, zilikuwa ni ndege za wale watu wa Kimarekani wamekuja kuisaidia China. Wakati ndege zinakuja, zilionekana. Unaona? Wajapani waliziona ndege za Kimarekani zikija. Wakaambia degree 120. Hapo achie makombora. Sasa wakaachia makombora kwenye kambi za Kijapani. Unaona? Kambi za Kijapani zikashambuliwa na makombora ya Wamarekani. Kama inapigwa. Mashambulizi yakaanafanyika. Ndege zikaanza kupita pale juu. Lakini ndege za Kimarekani zikaanza kushambuliwa na ndege za Kijapani. Mheshimiwa tayari tushamaliza hilo eneo. Asema bado mko eneo husika, shusha mabomu endelea kushambulia. Asema hapana, tushavuka tuko eneo la wananchi. Asema hilo eneo pia ni sehemu ya shambulizi, achia mabomu yaende chini. Mabomu yaachilia huko chini. Mabomu yakaachiliwa. Kumbuka wananchi pia wanaishi karibu na kambi za Kijapani. Makombora yakaachiwa, yakuta baadhi ya wananchi wanaokaa karibu na lile eneo. Wananchi wengi pia wakahusika katika kufa katika ile eneo. Asema misheni yangu imeisha. Kama misheni imeisha, ondokeni. Kuambiwa ondoke, ghafla zikaja ndege za Kijapani zikawaona.
Cheki, ndege za Kijapani zikawaona, wakaanza kushambulia ovyo ovyo. Ndege za Kijapani zikawaona. Unaona? Mheshimiwa, tunashambuliwa. Asema nimeona. Wanashambuliwa. Ndege za Kijapani zikawakuta. Nakumbuka hao ni Wamarekani. Wamarekani na Wajapani hawapatani kabisa. Wakati hao Wamarekani wanasupport China na China inapigwa na Wajapani. Cheki. Sasa ndege za Marekani zikaanza kuangushwa moja baada ya nyingine. Unaona? Ndege za Marekani zikaanza kuangushwa moja baada ya nyingine. Cheki, kama huyu ni Mjapani alikuwa anapita na huyu ni Marekani. Sasa wakaanza kuwindana ngani kwa ngani. Huyu akachora degree 68 akawapa ishara wenzie. Degree 68 tunakwenda. Unaona? Sasa wametuma kuziangamiza ndege zote za Marekani zinaokuja katika hilo eneo. Anasema geuka. Lakini kufika hapa akaona kuna kambi ya rada ya Kijapani iko hapa. Kuiona akashambuliwa. Bawa la ndege yake likapigwa. Unaona? Anasema Ryan, ongea. Mwenzake mmoja akashambuliwa. Ndio huyo. Ryan. Mwenzake Ryan akashambuliwa. Akabaki peke yake. Sasa wamebaki wawili, yeye na mwenzake. Huku wanazidi kumalizwa. Lakini bado unaona kuna ndege ya Kijapani iko hapa. Huyu jamaa anawashusha wenzake wengi sana. Jamaa akaona potele mbali, huyu atamfuata. Akaamua kumfuata, akaanza kumshambulia. Unaona? Akaanza kumshambulia ovyo ovyo. Shambulia. Wakaanza kufukuzana ngani kwa ngani. Wakaanza kukimbizana. Kila mtu anaonyesha uwezo wake. Kisha walikutana uso kwa uso. Kila mtu anashambulia. Ule anashambulia. Chuba. Kama anashambuliwa. Sasa. Shambulia lakini wapi? Huyu Marekani ana machungu. Marekani ana uchungu, mwenzake ameweza kuuawa. Akapima. Chuba. Ikamkuta. Mjapani akapigwa jicho. Hello. Alingolewa jicho bwana na risasi. Jamaa akasema talipia. Wakavana uso kwa uso. Chuba. Lakini huyu Marekani bawa likaribika. Kufika hapa alimkwepa akapita. Lakini ndege lake liliharibika bawa. Ndege yake ilikwisha kuharibika bawa. Sasa ninaanguka kwa spidi kweli kweli. Anaikontrol lakini wapi? Amebakia peke yake. Wenzake wote wameuawa. Ikabidi afanye haraka afungue kioo cha ndege atoke haraka. Ndege ya kizamani ni ngumu kweli kweli. Anafungua dirisha apate kujitoa. Ndege anakwenda kugonga chini vibaya mno. Kabaki peke yake. Akajitoa. Ndege ikaenda peke yake. Alijitoa na parachute. Kisha ndege ikaenda ikiwa peke yake. Alifanikiwa kujiokoa. Ndugu zangu, kwanza kabisa asante kwa wote ambao tayari mmeanza kunisupport. Kwa muda mfupi tu tayari tumepata support nzuri sana. Kama bado hujachangia, huu ndio muda wako. Unaweza kunisupport hata kiasi kidogo tu. Support yako inanisaidia kuleta kazi nyingi zaidi, quality kali na upload za haraka. Link ipo kwenye bio. Asante sana kwa support yako. Anafanikiwa kujiokoa. Lakini yupo katika himaya ya Wajapani. Wajapani wanatawala China. Kwa hiyo yeye ametoka Marekani kuja kusapoti, lakini alionekana kwenye rada kwamba ameanguka maeneo haya. Kwa hiyo huyu Marekani alionekana kwa lazima akamatwe. Kuna maji yako hapa, akajiachia kunako maji, lakini tayari yupo katika himaya ya Kijapani. Ghafla zinakuja meli za Kijapani. Mkamateni, mchukueni. Oyoda alikamatwa pale. Huyu Marekani alishikwa. Picha unaita Against All Odds ya mwaka 2025. Yule Marekani alikamatwa. Huyu Marekani kukamatwa, taarifa ikawafikia serikali ya Kichina. Wachina wakasema Marekani ni mshirika mwenzetu na amekamatwa, inabidi aokolewe. Wajapani lazima wamlete katika jumba la kuchezea bowling. Wakimleta hapo Wajapani, sisi tutakwenda kumuokoa kama maafisa wa siri wa serikali. Tuna siku 2. Wakimleta hapa, tutaingia katika hii klabu. Tutazima taa. Nikizima taa, tumia nafasi hii kuweza kumuokoa yule Marekani. Kisha tumwaishe katika kambi ya kijeshi. Lakini kumbukeni, amruhusi kupiga marisasi, maana kambi ya jeshi ipo karibu. Na wewe
wapelekee taarifa wanajeshi wetu wakae tayari katika njia zote. Sawa. Wakati wao upande wa pili, kumbuka pia Ward alipewa mission ya kwenda kumuua Ichijo. Kumbuka Ward alipewa mission wa kwanza kabisa kwenda kumuua Ichijo, kamanda wa Kijapani, Lieutenant. Akaandaa bomu la tufe atakalitumia kesho. Alifika akamwambia, sikiliza, ili tufe nitaweka hapa. Mimi nikiwa naongea na Ichijo, nitamfanya Ichijo aokote boli. Ili boli likizunguka litafetua pin la kuwa kombora. Kwa hiyo litagusa safety pin, litalipuka. Kwa kisha kilizungusha uleke upande huu. Alafu kumbuka, nitatoa ishara. Ndani ya sekunde 10 litalipuka. Sawa? Asema sawa. Umeelewa? Ndio. Kwa kesho akija hapa, mimi nitafanya napiga makofi hivi, uachie kombora. Sasa tuingie upande wa pili. Leo hapa Wajapani watakuja kumleta huyo mfungwa. Kwa hiyo baadhi ya watu wanakuja kumwokoa mfungwa na mwingine ametumwa kuja kumuua Ichijo. Hapa kunayo jumba la mchezo wa golf, mchezo wa tufe, wanaita bowling. Sasa hapa ni Hong Kong. Hapa ndipo mpango mzima wa kumwokoa na kwepo. Sasa Ward, yeye ni mpambe na ni chawa wa Japani, pia anafanya kazi na Wachina. Kwa alikuja nafahamika sana, akaingia hapa ndani. Jumba la nyendo hili limechangamka kweli kweli kama vile kasino. Lakini ndani wanacheza ule mchezo wa bowling ndani humo. Wanakuja matajiri na mabinti warembo nini. Sasa huyu jamaa alifika hapa, kumbuka na kazi ya kumuua Ichijo. Lieutenant akija hapa akishi kwamba anamuua. Na iruhusi kutumia risasi, wanabidi waue kwa full combat. Maana kambi ya kijeshi ya Japani hiko karibu hapa. Kwa hawaruhusi kutumia bunduki. Cheki, Wachina wanaonewa, manyanyaso. Wajapani wanatawala hapa, kwa hiyo ni kawaida Japani kuonea Wachina. Basi mchezo wa bowling ndo huu. Unarusha tufe, inagonga zile bowling kama hivyo. Ulinzi umeimarishwa kila pahali. Lakini hapa kuna watu wametumwa kumuokoa huyo Marekani atakapoletwa. Watakapomleta hapa, wao watamuokoa kutoka hapa. Kama huyu alikuja chap, akamuua mlinzi kimya kimya, chinja shingo ya mlinzi. Huyu kuona akashtuka, huyu alikuwa hajui. Wewe tulia. Huyu katuma mission ya kumuua Ichijo, kwa hajui kinachoendelea. Kwa kila mtu ana mission, ziko mission mbili hapa. Kuna ambao wametumwa kumuua Ichijo na wengine wametumwa kuja kuokoa. Ghafla Ichijo akaingia. Huyu ndo Lieutenant Ichijo. Ichijo ndo huyu, na huyu katumwa kumuua Ichijo. Ichijo ndio huyu. Ni Lieutenant anayetawala upande huu wa Hong Kong yote. Huyu akachukua mpira akauseti hapo. Ichijo anapenda kucheza mpira. Sasa Ichijo hakuwa amefurahishwa na yeye kuhamishwa. Kama mpiga picha ni askari anajifanya mpiga picha. Ichijo hakuwa amependa kuhamishwa. Mheshimiwa, ongera kwa kuhamishwa mheshimiwa, nasikia unakusafirisha. Unakwenda sehemu nyingine. Nini? Nisherekea kitu gani? Alikasirika. Nihamishwa. Uhamisho gani ambao si ufurahii huu? Hakufurahia kuweza kuhamishwa. Lakini huyu kaambua muue Ichijo. Ichijo anapenda kucheza mchezo wa bowling. Kama hivyo. Sasa inabidi afanye kitu. Akaita watu wake John. Hebu kampeni kinywaji kizuri, tulia. Subiri kwanza. Unaona? Ichijo yuko hapa. Wakati wako unakuja wapi anaambia mimi na mission pia nifungulieni. Kila mtu ana mission yake hapa. Mheshimiwa, chukua mpira mwingine mheshimiwa. Karibu. Au nibadilishe mpira. Leta huo mpira. Akamamrisha mtu wake alete mpira, lakini mtu wake hakuleta. Gafa wakawa wanamleta Marekani. Yule Marekani ndo huyu, ni wakati anaingizwa. Nakumbuka walipanga wakati wanamuingiza Marekani, wao ndipo wamtoroshe. Sasa Wajapani wana tabia moja ya kuzalilisha mtu umemkamata. Na huyu jamaa yuko hapa. Jana alipasuliwa jicho kwenye ndege na huyu Marekani. Naye pia ana machungu. Jamaa akamwona Marekani kaletwa ndio. Lakini misheni yake ni kumuua Ichijo, sio kumkomboa Marekani. Akicheki begi liko pale kaliona. Alafu kuna mtu mwingine yuko pale. Yeye hakujua, lakini akaona na Wachina wenzake, akajua sio sawa. Sasa mpango ni kumuua Ichijo hapa. Amesogea. Sasa wanapenda kuwatesa wa Marekani kweli. Alimfuata. Piga kaje namna hii.
Akaanza kumdhalilisha. Asema huyu ni mbwa wa Marekani amekamatwa katika maya yetu. Adumu mkuu wetu. Adumu. 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 Wanamshabikia kwamba utawala wao upate kudumu siku zote, wazidi kuwakomesha Marekani kama hawa viherehere wanaokuja kuingilia katika nchi zao. Wakamwaga mali za Marekani ziko pale, watu wakaziokota na kwambia, "Wacha mali zangu. Waoga wakubwa yeye. Nyeni waoga." Wakamfungulia kuja hapa. Unafanya nini? Unafanya nini? Unataka kufanya nini? Akamvuta kuja hapa. Wanapenda kudhalilisha kweli hawa. Wanapenda kudhalilisha kweli kweli hawa watu. Wataka mfanya onekane kama ni mbwa kweli. Asa lengo ni kumdhalilisha. Picha zipigwe zipelekwe Marekani. Shambulia kweli kweli. Hawa wametumwa kumwokoa. Huyu akaona soge. Ghafla kabla waokoe, kuna mtu mmoja akaingia. Huyu jamaa anapenda usafi, lakini pia Ward anamjua huyu jamaa. Aliwahi kukutana naye katika pilika za harakati katika misheni zake. Huyu jamaa anamuita Arina. Arya ni colonel, anakuja kuchukua nafasi ya huyu Ichijo. Aliingia na ana akili vibaya mno. Kufika pale alikuta anamtesa Ichijo. Ghafla alimuita Ichijo. Asama mtorosha mtuhumiwa ukamleta huku. Akitoroka itakuwaje? Sasa huyu ndo ambaye anakuja kuchukua nafasi ya Ichijo. Ichijo akamfuata. Colonel Arima, masaa 3 hajafika uchukue ofisi. Bado muda wako. Huu ni muda wangu ukuhusu, Jamaa kacheki mpango usharibika. Kwa kumuua Ichijo itakuwa kazi ngumu. Na masaa nazidi kusepa. Jamaa akaona hapa itakuwa ngumu kumuua huyu jamaa. Kumbe ni masela bwana. Asema ndugu yangu umeigiza vizuri. Asema hata hivyo, lakini umechukua nafasi yangu bwana. Unanipa nafasi ndogo kama hii. Sasa Marekani anapigwa kweli kweli. Anyway, wale marafiki hawa. Huyu mfungwa akipotea ndugu yangu, kesi itakuwa kubwa kwa upande wako, maana wakuu wanamtaka akiwa hai. Kwa kisha namlinda asitoroke wewe. Kuchunga. Hamna shida. Asema hii sehemu imejaa watu wa Tokyo wengi sana, kwa hapa hawezi kutoka. Tukapiga picha naye huyo. Asema haina haja. Ni kazi yako umefanikisha hiyo, kwa kupiga naye picha wewe. Basi sawa. Arima. Colonel Arima. Njoo kajiandae na wewe, kaandaa chakula kwa ajili ya Colonel. Sawa. Subiri kidogo. Ngoja. Huyu jamaa akamfananisha hivi. Kumbuka Ward alishakutana naye huyu jamaa kwenye pilika zake. Huyu nani? Anakusaidia nini mheshimiwa? Asema ni mtu wetu hapa Hong Kong, anatufanyia kazi huyo. Atakuwa mshirika wako kwa njia sasa hivi. Umtunze Colonel Arima. Sawa. Wewe ndo kibaraka wa jumba la kifalme, sio? Ndio la Kijapani. Ungependa kupiga picha na huyu Marekani au vipi? Tumzalilishe huyu. Asa kana piga picha kwa namtesa huyu Marekani nini? Hapana mheshimiwa, haina haja. Eti jamaa kana mpima kijanja, akamwambia nakutania tu. Natumai tutafanya kazi kwa ushirikiano mimi na wewe. Maana baada ya huyu kuondoka nitakuwa mimi niko na wewe tu hapa muda wote. Na sasa huyu jamaa na akili kashamfananisha kama washaka kukutana hivi. Njoo tunyoote leo. Akamkaribisha wanyo wote, lakini ni kama anamfananisha Ward ashai kumuona mahali katika pilika zake za kijeshi. Asa namwangalia kwa macho ya tahadhari sana. Shanghai. Umetokea Shanghai? Ndio. Nilifanya kazi katika jumba la kiwanda cha vinywaji. Mzee akana mwangalia kama hii sura songeni mbele yake, kwa anamcheki kwa tahadhari kweli. Ana akili kweli huyu jamaa. Akana mcheki kwa tahadhari kubwa sana. Kama huyu jamaa shai kumuona hivi. Unafahamu harufu ya damu na pombe kichanganywa? Hapana mheshimiwa, sifahamu. Lakini anakumbuka washai kuvamia jumba la kiwanda cha vinywaji na akamuonaga huyu jamaa, ila anamfananisha. Miaka miwili iliyopita bwana, tulivamia kiwanda cha Kichina cha Obon. Tulivamia kiwanda cha Shanghai cha pombe na tukaua wa China 20 pale, tukaua. Na wakati ule Mchina mmoja alitoroka bwana, akamekimbia kupitia chemba za mavi.
Na tukumuona tena huyo Mchina, alitorokaga huyo mmoja tu. Ni kweli, poleni. Aibu ni kwamba ile pombe ilipotea bure. Asama ile siku huyo jamaa alitorokea kupitia chemba za mavi na chemba za uchafu, alitorokea akaondoka. Jamaa nakumbuka ni yeye ambaye alitorokea chemba za uchafu, ni kweli. Asema kumbukumbu yangu kama haijakaa sawa hivi. Sura yake jamaa ni kama inafanana fulani hivi. Sasa huyu jamaa alipoangalia, kumbe huyu Arima ashai kumuona sura huyu jamaa kipindi hicho, ila hakumuona vizuri. Ila sasa anamfananisha kama ni yeye au sio yeye, kwa anampima kwa maswali kijanja. Piga chuma akamkosa, akamevuka. Naye akapigwa ya mguu. Lakini alikariri namba ya kiatu cha huyu jamaa. Asema sawa, watu wengi wanaifaa kunikimbia, ila huyu bwana alifanikiwa kunitoroka. Mheshimiwa pole. Okay. Kiatu chako kina namba 27. Unavaa namba 27 ya kiatu, si ndio? Anaongea kwa tahadhari kama anampima hivi. Asema njoo tucheze wote. Na tutashindana mimi na wewe. Njoo tucheze wote mchezo. Namba 27 na 28 hebu leta hapa. Lete matufe tucheze. Asa mpango wa misheni yake uko umeharibika. Upande wa nje lakini maaskari wanajipanga kumtorosha yule Marekani. Mpango ni kumtorosha yule Marekani hapo ndani. Binti anawagia karatasi, anawazuga. Anamwaga karatasi, anawazuga, akipita hawapata kuingia upande wa ndani. Naona hawa fasta wanaingia upande wa ndani. Hawa kavaa kama askari chap, wakaja wakafunga mlango hapo chapu, wakatulia. Naenda wapi? Huku nasubiri muda ufike. Huyu akaona alianzishe, akamtusi pale, akaandika moron, yani mtu fulani katili au bedui. Aliandika pale. Sasa viatu vikaletwa namba 27 na 28. Anataka mpime viatu kama vinamwenea. Anakumbuka anamfananisha na mtu ambaye alipigana naye kipindi fulani. Wakati huo jamaa ambaye anamisha na kumwokoa Marekani akaanzisha ugomvi. Mheshimiwa karibu. Huku Marekani wanamfanya vile wanataka kumfanya. Huyu mmoja akachukua mpira kama ameandika tusi. Moron. Ntukana huyo. Akamrushia Arima. Amekutusi. Na anakuchokoza Ichijo huyo. Kuna mtu yuko pale. Akahisi kuna mtu katika upande wa tufe na kwenda. Ghafla akazima umeme. Umeme ukazimwa. Umeme kuzimwa, mpango uanzie pale pale. Wewe nikatakata hapa kuangalia kama kuna mtu. Yaani mlindani Marekani asiibiwe. Ghafla kumbe wanawake walikuwa ingia hapa, wangi ni maaskari. Cheki. Fasta wakaanza kutambulia. Atambulizi akaanza pale pale. Binti akaingia kazini pale pale. Chapo wa Japani bela. Ni kichapo. Kapindua wote. Haruhusi kupiga risasi. Maana kambi iko karibu na hapa. Fata. Tembeza kichapo cha hatari. Wakamchukua. Sikiza, si marafiki zako tunakutoa hapa. Ghafla kaingia mtu mwingine. Jamaa akaona alianzisha. Akaona alianzisha pale pale. Akalianzisha pale pale. Huku mechi inawaka. Ichijo anakutana na ndani hapa. Mechi inapigwa. Wakati huo huyu Mjapani mmoja ana hasira na Marekani, alimshambulia jicho siku zile. Marekani alimtoboa jicho, ana hasira naye bado. Upande wa pili pia Ichijo anakata panga kweli kweli, anatumia uswadi, akapora uswadi kuja pa, akamwangushia kwa misumari. Chini na misumari. Mimi hapo chini. Mechi ile upande wa pili. Colonel Arima yuko na Ward. Wanashambuliana na Ward hapa. Kama nawekwa. Mechi inawaka hapo. Wali nipasua jicho kwenye ndege siku zile. Leo nakumaliza wewe. Yaka ambia mpuzi wewe. Fuga dawa. Takumuua. Wakaingia kumsaidia. Chuma inapigwa. Akishani Marekani achukuliwi. Huyo Marekani ni wa muhimu sana kwao. Wajapani wanamtaka Marekani ni wa kwao huyo. Mechi inawaka upande wa pili. Dani anaingia pale pale kutoa msaada. Huyu komando wa Kijapani ameuka kweli kweli. Waje anapita hapa, anamkuta mtu wake, vipi? Bomu liko wapi? Liko nani humo? Akaamba bomu liko humo. Arima anakuja. Akatoroka. Nitoe mtu kwa Marekani asiende. Mechi inawaka. Kuna komando wa Kijapani yuko hapa. Kuna komando wa Kijapani ni mgumu kuua. Huyu chongo. Yuko chongo lakini yuko fiti kweli kweli. Anamtaka
mpaka Marekani alimpasua jicho. Ikabidi wamchangie wote wawili. Amekuwa mgumu kumuua. Pale pale. Weka mkono lakini wapi? Kamchangia wawili mpaka mtupia huko. Jamaa kazima hapo hapo. Marekani ndio huyu wanamtorosha. Ghafla askari wa Kijapani wameingia. Askari wa Kijapani wanaingia pale ndani. Wajapani wamefika kwa wingi kweli kweli. Wacha msimuue Marekani. Anatakiwa akiwa hai huyo. Sasa Ward akachukua lile tufe lenye kombora akaliunganisha pale. Huyo Marekani achukuliwa akiwa uhai. Kufika hapa akaona tufe. Huyu jamaa kuona alijua ni bomu. Kimbieni! Kombora likalipuka. Si mchezo. Sasa vikosi vinazidi kuongezwa. Upande wa nje pia kuna askari wamejipanga wako hapa. Pale pale wakatoa msaada kusaidia wenzao walioko na upande wa ndani. Wakaangushia bendera ziko na mafuta. Pisha wanamtorosha. Kisha wanawasha mioto kuwazuga askari na kuwachomea upande wa ndani. Chuma chuba. Fika pale. Chapa chuma. Tutoke nje ya mji wa Anchai kwanza. Tutoke hapa Hong Kong kwanza. Chuma chuma. Nyuma yako. Chuma. Fasta Marekani. Marekani aokolewe haraka haraka. Huyu ni mshirika wao. Aroma alikasirika. Arima alikasirika kweli kweli. Marekani ametoroshwa mbele ya macho yake akiona. Ichijo akafariki hapo hapo. Pisha njia. Kama usiki kaa pembeni. Wajapani wanaangushwa na kuuawa. Marekani aokolewe haraka haraka. Kazi inaisha, wote wanatoka pale. Sasa kazi imeisha. Arima ndo kwanza anakabidhiwa ofisi. Anakutana na kizaazaa kama hichi. Hamna kitu kilimuuma kama hicho. Na Wajapani ukikosea awanaga sali ya mtume. Ukipewa kazi ukiharibu unauawa. Ward huyu kapewa kazi ndo kwanza anaingia ofisini, wanampoteza Marekani. Ambu tuingia kunako bahari, wanavuka kuelekea upande wa pili. You speak English? Hey. Wanaongea Kiingereza au vipi? Asa Marekani hajui Kichina, kwa inabidi mtu kwa tafsiria. Kwanza akamfuata mshikaji wa mjui. Oya, tuko nje wa Anchai, hebu niambie, wewe nani? Huyu Marekani akachukua pisto. Mko chini ya ulinzi wote. Niambie nyinyi na kina nani? Why did you rescue me? Mmeniokoa ndio, lakini mniambie nyinyi akina nani? Sina ubaya na nyinyi. Niambieni nyinyi ni akina nani? Mmeniokoa ndio. Akaamba soma hii. Kucheki. We bring you home. Tutakupeleka nyumbani. Sisi ni kundi la gorila. Ngoja bwana. Kaa hapo. Sisi tupo kukuokoa wewe. Tumetumwa tukuokoe wewe na serikali yetu. Sisi ni marafiki. You guys this? Nyinyi ndio watu wa kampuni hii au Umoja wa Kisovieti wa kikomunisti au? Jamaa kaambia sio. Sisi ni hawa hapa. Jamaa akamuonesha bendera hii hapo. Akamuonesha hiyo alama. Sisi ndio hawa hapo. Communist Party? Mwenyewe na komunisti. Umoja wa muungano wa vita kikomunisti. Asema wewe, ili boti la kwako, afu umetuingilia ghafla. Tuambie wewe ni nani? Hivi umeacha kile nyumbani au unawaza ujinga wewe? Amu kwa wazi tuambie, ili boti langu umetumia kusogea kuja huku. Kwa hiyo vipi kwani? Wasigati wewe. Ulifuata wenzako wakaenda kuoa na Wajapani. Nafikiri sikujui. Na wewe hapo? Wasi ni Dani wewe. Dani ulikuwa mcheza soka wa China kabla kujiunga na jeshi. Na yule pale binti, familia yake iliuawa na Wajapani. Yeye anafanya kazi kama mpelelezi wenu, si ndio? Na kikundi cha gorila. Na wewe hapo, wewe ni msomi. Lakini mabinti zako watatu waliuawa na Mjapani na walikuchorea hapo kwenye bunduki yako. Unaona? Nyie wote mmeungana mkaunda kundi linaloitwa gorila, mashujaa. Si ndio? Ni kawaida adui yetu kutujua pia. Hata adui pia utujua vizuri. Siku mbili zilizopita nilipata kazi ya kwenda kumuua Ichijo. Misheni yangu ni kumuua Ichijo. Lakini nyie mmeingia ghafla. Ila mlikuwa mna bahati. Misheni yangu kumuua Ichijo imeshindikana na nyie mmeingia ghafla mkaribu mpango wangu. Mimi nilikuwa na misheni yangu na nyie na misheni yetu. Lakini tumeingiliana ghafla. Hadi mtu wangu mmoja amekufa sababu yako wewe. Na mimi nishajulikana ni msaliti sasa na Wajapani. Upande wa pili, Arima Coroner amechanganyikiwa. Huyo mtu kaibiwa.
wakuu wake wanamtaka Marekani akiwa hai na tayari kaibiwa. Asema funga bichi zote, funga mitaa yote, kundi la gorila lisitoke hapa Hong Kong, wapatikane haraka iwezekanavyo. Fanyeni juu chini, hao watu wapatikane haraka iwezekanavyo. Ndio akikosa, akishindwa kumpata hana kazi na hata uwawa. Wajapani wanaga sali ya ntume kwenye kazi. Embo mchezo wa kujificha uanze, tutafutane. Halo, asema tutafutane mpaka tupatane. Embo tuanze. Wakiwa katikati ya maji, asa wana meli ya kivita kijapani inapita hapa. Meli ya kivita kijapani inapita. Akamba mstari, subiri. Ngoja. Msikurupuke, tulie tu. So you do speak English? Unaongea Kiingereza au? Asubiri. Akaambia shusheni maturubai, mimi nitaongea nao. Ghafla alikuta meli ya kijapani inapita. Mnaambiwa mjitambulishe au mshambuliwe. Nyake nani? Acha. Tulia. Mimi nitaongea nao. Wadi alifanya kazi nao kwa nawaelewa. Wadi anajua Kijapani kwa akawajibu. Sisi tunaelekea Smile. Hagashi kaamrisha nipeleke madawa ya haraka. Mimi ni Hagashi hapa, Ward. Unafanya nini baharini usiku huu? Nimepasa dharura kuelekea penicillin. Kuna wagonjwa wengi sana wa vita. Kuna peleka madawa kwa haraka iwezekanavyo tukatibu wagonjwa kule. Haipasi kuchelewesha, ni ghafla sana. Na nikichelewesha, mheshimiwa atawajibishwa. Sawa, mmeruhusiwa kupita. Basi wakaruhusiwa waweze kupita bila kushambuliwa. Alisema kwamba anapeleka madawa. Kuna majeruhi wengi wa kivita, wagonjwa ni wengi kule wa kivita. Inabidi wapeleke madawa kwa haraka zaidi. Kwa hiyo Wajapani wakawaacha wapite, nao wakapita. Kwa hiyo ikawa imeisha hiyo. Aliongea nao Kijapani. Speak Japanese. Unafahamu Kijapani pia? No. Asema hapana. Nimekaa nao muda mrefu. Una plan gani baada ya hapa? Asema Ichijo ashakufa, kwa misheni yangu imeisha. Kumwokoa Marekani ni misheni yenu, kwa itakuwa yangu pia, kwa sababu tumekutana. Nitawasaidia pia kumwokoa Marekani mpaka afike sehemu anaenda. Safari inaelekea kuvuka upande wa ng'ambo, upande wa pili. Ama siwezi kuona mji wa Anchai tena. Wameuacha mji wa Anchai nyuma kabisa. Ama tuingie Hongmon. Hongmon ni kule ambako mabomu yaliweza kutupwa. Huku mabomu yaliweza kutupwa mengi sana. Kwa maafa ni makubwa mno, wananchi wamekufa, majumba yamebomolewa, miundombinu imeharibika. Basi wakati wanamvusha Marekani walimficha katika maiti. Jamaa anachungulia na cheki, anaona kabisa mabomu aliyoyaangusha yeye na wenzake, kwa bahati mbaya katika eneo hili kwa kufuata amri, yameweza kuharibu watu wengi zaidi. Maeneo haya watu wamekufa, hasara ni kubwa mno. Anakumbuka walipita hapa na ndege zao wakaachia makombora kutokana na amri. Aliwaambia wakuu wake hili eneo la raia, lakini wakuu wakaamrisha achilie makombora kama amri inavyosema. Kwa hakuwa na jinsi, aliachia makombora katika hili eneo. Aligundua kuwa walifanya makosa makubwa, na hawa ndio watu wanamuokoa leo. Watu ambao waliwaua kwa bahati mbaya, na wanamuokoa maisha yake leo, uweze amini. Basi walivuka mji wa Hongham, wakaelekea kunako pori mbele kidogo, kuna mlima, kumpeleka huyu jamaa katika eneo lao, mahali wenzake watakuja kumkuta hapo. Kufika Marekani alichoka kutembea. Huyu jamaa alichoka kutembea umbali mrefu sana, hajazoea mikiki hapa. Alitulia hapo. Asa mimi sistahili kuokolewa na nyie watu. Anasema itastahili kuokolewa na sisi huyu. Amekaa tamaa huyu. Wakaona amtie moyo. Tuondoke bwana. Ngoja niongee naye, nitafsirie. Kila mtu akifa ana umuhimu kama mlima Tai. Na kama vile unyoya mwepesi. Oya, ongea maneno marahisi basi nijue kumtafsiria. Hawezi kufa kwa bure. Hapo sawa.
Wanasema hauwezi kufa kwa bure bure. Binti akaona mtie moyo, huyo amejikatia tamaa mapema sana. Akaambia kuwa huyu shujaa. Kuwa kama huyu shujaa. Unaona huyu? Huyu ni shujaa. Lakini huyu ni adui yetu pia. Japani. Kuwa kama shujaa. Hajalishi kwa vipi. Wajapani ndo maadui zetu wote wawili. Huyo jamaa hapo alipigania China kabla ya kufa na kuuana Wajapani. Kuwa kama yeye. Jamaa akaambia rudini huko, mimi nitaongea naye. Anyway, leta maji ya kunywa kidogo. Wakaona apate kunywa kidogo. Jamaa kabidi amwambie, yani ampe taarifa kidogo. Rick's Cafe. Rick's Cafe. Hii movie ni Casablanca, niliangaliaga ya movie. Mimi niliona hapa Shanghai. Asema ndio naipenda hiyo movie ya. You like movie? Kwa nini naipenda hiyo movie? What like? Kwa nini naipenda hiyo movie? Asema nampenda Ricky katika hii movie. Kwa nini nampenda Ricky? Yeah. Anatoa maisha yake kwa ajili ya watu wengine. Anasaidia wenzake huku naye anakufa. You like Rick? Umempenda Ricky sio? Be like Rick. Au ungependa kuwa kama Ricky, anatoa maisha yake kwa ajili ya watu wengine? Unaona hii picha? Huyu ni shujaa wa Kichina leo wana wa Japani, leo kwa China mara nyingi sana. Je, ungependa kuwa kama huyu jamaa shujaa au uwe kama Ricky uliyemuona kwenye movie? Shujaa? Asema ndio. Ungependa kuwa mtu anayekumbukwa kama shujaa au uwe kama Ricky? Okay. Mtu yote anayepigania nchi na kufa, basi huo ukumbukwe kama shujaa siku zote, kwa kumbukumbu yake haipotei. Basi kamtia moyo pale kama kutoka. Sasa mchizi mmoja machachari kweli jamaa akaja hapa huyo. Akamboya vaa buti hizo hapo. Huku mlimani viatu kama vinafaa. Tuna pesa au sio? Vaa viatu vitakusaidia mwanangu. Vaa hivyo tulivyo navyo. Alafu angalia. Wewe akaona jamaa na saa mkononi, hii saa ya Kimarekani. Ya akaambia nipe hii saa. Kwa China hapa tuna kauli. Mgeni akija tunabadilishana vitu. Nampa cha kwangu, ananipa cha kwake. Kama sema kumkaribisha mgeni. Basi alimkabidhi pale. Mtu ingia kwenye pango la Wangshan Cave. Katika ile pango walikuja kujipumzisha hapa wakati wanasubiri plani zingine za mbele. Kumpeleka Marekani sehemu yake inapaswa kwenda. Jamaa akiwa hapo ghafla akaangusha kitu fulani kwenye mawe. Na mkono wake ni mgumu kuweza kukuta tu kitu kilichokupandwa ndani. Binti akamwambia subiri. Wewe mkono wako ni mnene. Wacha mimi nitoe. Binti akamtolea ni kidude fulani hivi, ukikiseti kinatoa muziki mzuri kweli. Akamwambia subiri. Ushai kuona hiki kitu? Anasema hapana. Akamsikilizisha, kinatoa muziki mtamu kweli. Haya. Akamwambia nasikia huo muziki. Mtoto kabidi asikilize. Mtoto aliipenda kamuziki kazuri. Baadaye akamrudishia, akamwambia hapana, baki nacho tu. For you. Hii kwa ajili yako. Yangu? Kumcheki, akamwambia hapana, rudisha. Huyu mama akamwambia hapana, rudisha. Huyo sio mama yake, lakini huyu mama alipoteza binti zake watatu. Umeona? Huyu sio binti yake, lakini ni kama mama kwa hapa. Kwa sababu huyu mama alipoteza mabinti zake watatu katika vita. Wajapani waliwaua mabinti zake. Mtu ingia ni kambi ya Kaitak Airport ya Kijapani. Asema sikiliza, umetaka ndege na kupa ndege. Na mtaka yo Marekani akiwa hai haraka sana. Yule chongo akawaambia, mimi na beef na huyo Marekani lazima nimpate. Tabia yako kujifanya kama kichaa mimi sitaki. Na mtaka yo Marekani akiwa hai. Sawa. Kama nataka msadangu, fuata nachokitaka. Kwa mkubali ujinga wangu ulionao. Huyu jamaa kaua mashikaji zangu kibao tu na kanitoa chongo hapa. Huyu Marekani lazima nimuue, na mtaka. Hajalishi iko vipi, lazima afe. Nitakufa naye kama vipi. Yakaambia sikiliza. Wewe umenisumbua sana ujue. Lazima tumshike huyu mtu akiwa hai. Alicheka sana huyu. Akaambia nimeona sasa unanyamrisha. Asema kiongozi Isogai anamtaka huyu akiwa hai. Na wewe ushampoteza Marekani katoroka. Kwa hiyo unaofia kama mkuje kukamata
atakutoa nafasi yako au atakuadhibu. Mamlaka ya kijeshi itakuacha ukimkosa huyu Marekani. Kwa hiyo nifuateni. Kama nataka mumpate, mnifuate kwa gari. Mimi napanda ndege, nyinyi mnifuate. Mheshimiwa, tuna siku 2, tukichelewa hapo sherehe ya kiongozi wetu itafanikisha, na bila sherehe huyu jamaa atakuwa patikana ikiwa hai. Akaambia usijali, tutavuka tu. Wewe usiogope. Tutavuka. Tumfuate huyu jamaa. Huyu jamaa ni muwazi kweli kweli. Anafahamu Marekani yuko wapi. Kwa tufuate ndege yake, atupeleke sehemu Marekani aliko, tumpate huyu Marekani. Anahitajika akiwa uhai. Asa Marekani baada ya yote kama tulia hapa. Asa wakati akiwa amekaa hapa, akauona mlima fulani ambao aliufananisha huu. Anakumbuka akati anapita hapa, aliona kambi ya rada ya Japani iko hapa. Na baada ya kuiona akashambuliwa. Kuna kambi ya rada aliiona hapa. Na hiyo kambi ya rada ilisababisha wao kushambuliwa. Kwa sababu walionekana kabla hawajafika. Akauliza, "Hey, uno mlima Simba sio?" What? Is that it? Uno mlima Simba? Is the shape like... Umekana shape kama ya Simba? Asema ndio. Yeah, I've seen that. Asema pale niliona kuna kambi ya rada ya kijeshi ya Japani iko pale. Na rafiki yangu alishambuliwa tukangushiwa pale pale. Very, very important right over. Na hiyo rada ni muhimu sana maana inaweza kuona ndege kwa mbali kabla hajafika hapa. Njoo muone. Akawaambia kitu. Hiyo rada ilisababisha tukaonekana mimi na wenzangu tukauawa. Hiyo rada ina uwezo wa kunasa ndege ziko zinakuja kwa mbali kabla zifike eneo husika. Kwa hiyo tulionekana na hiyo rada. Hiyo rada ni muhimu kuiharibu. Uliona wapi? Sure. Asema sina hakika, lakini katika haya maeneo niliyoyaona kuna kamera yangu ya kwenye ndege iliipiga picha. Asema ana kamera kwenye ndege yake, kuna kamera. Hiyo kamera imepiga picha. Rada gani hiyo? Asema miaka 5 iliyopita wa Russia walikuwa na rada kama hii, wa Jerumani. Rada yao ilikuwa na uwezo wa kuona ndege kilomita 100 kabla hajafika, ni rahisi kuzitungua. Kwa hiyo hii pia kijeshi ni siri nzuri sana kuwasaidia kupata ushindi. Kwa hiyo anasema ndege yake ilipiga picha hiyo kambi ilipo. Kwa hiyo tutafute ndege yake ilipoangukia, tukachukua hiyo kamera. Ina taarifa za intelijensia. Akaulizwa, ndege yako iliangukia wapi? Asema ramani yangu hii hapa. Ndege yangu ilipoangukia kuna hiyo kamera kwenye bawa la ndege yangu. Tukipata hiyo ni rahisi kujua hiyo rada iko wapi. Jamaa kaambia angalia amepindua ramani. Hapa. Asante. Ndege yangu iliangukia hapa. Hapa itakuwa katika ujenzi wa kwari ya kutengeneza masilaha. Wajapani wako wangapi pale? Asema ni wengi kweli kweli. Jamani, misheni yetu ni kumuokoa Marekani. So kufuatilia rada ilipo. So misheni yetu kufuata rada. Kwa tumuokoe Marekani, kesi imeisha. Twendeni huko. Akaambia hapana. Kukuokoa wewe ndio misheni yetu. Amweze kunizuia. Mwenzangu alikufa, aliuawa na hao watu. Na aliona rada iko pale. Rada iko hapo, njoo pembeni tuongee. Ikabidi Ward amweleweshe Dan. Hatuwezi kufuata huyu askari ndio. Lakini kila siku unasema kwamba umuhimu kama mlima, rahisi kama unyoya. Lakini misheni yetu ni kumuokoa huyu. Sawa, ni kumuokoa Marekani, misheni yenu inafahamika hivyo. Lakini kumbuka nyamini ninachokwambia. Hiyo kamera iko na picha ya rada ya kambi yao. Hiyo kambi ni muhimu. Maana wanatusaidia vita hao watu. Wakiweza kuokoa, tukienda kuiondoa hii kambi, basi hata pia China imesaidiwa, maana wanatusupport hao watu. Sasa kabidi wafanye kitu. Hiyo kambi iko hapo ambayo inawasaidia Japani kushinda vita kwa asilimia kubwa. Sasa kafika jioni, usiku wao katoroka. Waligawana, wachache wakaenda, wachache wakabaki nyuma. Wametuacha hawako. Binti anaamka anamwambia Dan, wametuacha wengine wameenda. Shika. Hello. Tuwafuate. Dan akasema, wao wametangulia, sisi tutawalinda. Sawa. Wakawafuata. Wao wametangulia, wao watawalinda. Wakaamua kuwafuata tu walipoenda.螢火蟲發光咧，係去揾朋友；丹哥發光咧，係去救朋友。Sasa hao jamaa wanasonga wakifuata ile ndege inapoenda. Kamanda Koroden Arima yuko hapa, anaifuata ndege ya mshikaji hapo juu
wajue sehemu Marekani walipo. Fuateni hiyo ndege inakwenda. Marekani yuko huko anapoelekea huyu bwana. Sasa wakazidi kusonga pole pole. Hawa nao walifika kunako kwari. Hapa kuna ujenzi unaendelea katika maeneo, na ni kweli ndege ya huyu jamaa iliangukia hapa. Ndege yake iliangukia hapa ya huyu Marekani. Kufika hapo alikuta kuna ujenzi unaendelea hapa ambao si wa kawaida. Akaambia, "Wewe, nisaidie binoculars yako. Nipe hiyo darubini." Alichungulia akaona anatafuta bawa lilipo. Bawa ndo hili pale. Aliona bawa lile pale, kamera iko hapo. Kucheki jamaa na darubini nyingine tena. Amezitoa wapi? Jamaa akiwa Mjapani anachukua darubini. Darubini anazichukua. Emleta hiyo. Akawa amechukua hiyo, yakachukua nyingine tena. Anazo nyingi. Wewe unataka kufanya biashara ya darubini nini? Alipoangalia wanahamisha kichwa cha ndege yake, wanapeleka sehemu nyingine. Anasema sijui wanapeleka wapi kichwa cha ndege yangu. Sio kama ni kitu cha muhimu sana. Anasema hiyo haina umuhimu wote. Sinakuwa tu gofu la kawaida. Anasema sijui hiyo kichwa haina hela yote. Mbona nakichukua kichwa cha ndege wanapeleka wapi? Sio kuhusu pesa hapo. Hapo wasikia. Wajapani wakiona mnapita hivi na ndege wakiwatungua, kwao ni heshima, yaani kwao ni kuongezwa cheo. Kwa hiyo ndege ni ushahidi kwamba alikushambulia. Nataka nikachukue kamera iko pale. Nasema kwenye bawa pale kuna kamera, twende wote. Naongea kuhusu nini, mbona sieleki lugha chenu na nyie? Sasa huyu mmoja anafahamu kutafsiri lugha ya Kichina na Kizungu. Jamaa akaangalia akaona kuna kengele iko pale. Akamba sikiliza. Pale kuna kengele pale. Hapo aende kwa plan ili wachukue kamera. Asema sikiliza. Weka kagonge pale kwa itafanya kazi wote wakusanyika sehemu moja. Sawa? Mimi nitaenda kuwazuga. Alafu sikiliza, wewe utakwenda na mimi, utapanda pale juu, kisha unangoa kamera mara moja. Mimi na wazuga wa Japan. Haya, waligawana kazi. Yeye akaenda kuwazuga sana fahamika. Huyu akaenda kupiga kengele ili wafanyakazi wote waje. Zarura! Zarura! Mabomu yanakuja. Wacha uongo wewe. Endeleeni na kazi. Huyu jamaa akawafuata kuwazuga. Wakati Marekani pia anapanda. Oya jamani, viongozi habari zenu. Maskanazo. Wewe mbata wapi? Wakati unaongea, huyu jamaa anapanda kuchukua kamera. Wewe ni nani? Hivi Hageshitano? Mlitambua kusolini kuhusu hii ndege asubuhi ya leo? Hebu kwa mwazi wasi. Mara kasikia, naongelesha huku. Achana na huyo. Nitikede nani? Sala! Wewe nani wewe? Mbona tukujui? Wewe unajui mimi wewe? Asa anafaongelesha na wazuga huku huyu jamaa anangoa kamera. Aichukue kamera iliyoko ndani ya bawa lile. Akiwa hapa akaona ndege inapita. Anamfahamu jamaa anaendesha hiyo ndege. Wakati huo Japani wanaifuata ile ndege wanakuja huko. Hii sehemu imetegwa makombora, hairuhusi mtu kupita. Panalipuliwa miamba. Hao walifika chap. Kumbe kina Dan washafika kuwekea ulinzi wenzao. Sasa wametegesha kombora kila sehemu. Mita 500. Wanacheka wa Japani wanakuja, kwa sababu wazuia wa Japani wasiwakute wenzao kule. Wewe ni Wadi Agashi sio? Jamaa anafungua. Hey! Mbona tuongelesha? Afa akashambuliwa pale pale. Wanasikia mlio wa risasi. Jamaa akaja pale, oya. Nishamaliza kazi. Bunduki ziapo. Ghafla akashambuliwa. Huyu akangoa kamera. Ghafla lipua kombora. Wakalipua makoromoko. Kama inaanguka, mawe yanashuka ya hatari. Wakawazuia msafara njiani. Wale wenzao wakazuia msafara njiani, wenzao wasikutwe. Mawe yanashuka ya hatari. Fanya haraka tuondokeni. Wenzao wamefika kuwasaidia. Mawe mheshimiwa. Wakachukua kamera ndio hiyo. Wameshaipata kamera, wanaondoka nayo. Kamera amefika pale, colonel anacheki, akaamrisha mizinga ifunguliwe. Wacheni, tunamtaka akiwa hai Marekani. Jamaa kucheki hapa kuna lift inateremka mpaka chini hapo. Kaona waende. Toeni mawe mpite. Panda juu ya mawe mwakute. Wengine watoe mawe, wengine wapande. Hawana bidii wasepe haraka haraka.
shika bunduki hiyo. Pistol. Jamaa akachukua silaha za kutosha siku hapa. Na wewe shika pistol hapo. Unajitetea. Hapa tu katikati ya shamba lao hapa. Ni kutoka. Kamera amepata. Mzee anacheki kwa mbali. Anaona kuna kamba kuteremka, kuna lifti iko hapa. Kaisa. Lipua lifti. Kata ile lifti pale. Na hisi utaitumia hiyo lifti. Chuma inalia. Chuma. Jamaa kajikinga hapo. Jikinga na bawa la ndege. Wanavuka. Katani lift hiyo atatumia hao. Wanataka atumie lift kushuka chini moja kwa moja. Chuma inalia. Jamaa kategesha ngoma hiyo. Todoke. Kampakia mtoto pale na Marekani ndani ya chombo. Watembee nayo hiyo. Chuma inalia namna hiyo. Jamaa kafungulia lift iende hiyo. Chapa chuma. Huku wanashuka, wanajikinga. Sogea. Ward. Dani yuko pale, kiongozi wao anawaamrisha. Binti na yuko fiti kweli kweli. Chuma. Amo, shika chuma hiyo. Alishua risasi. Binti anakoku mashina. Vitu. Walikata mkanda hiyo. Kama anashuka bila break. Oi. Msaidiani huyo. Gasti yuko pale. Gasti yuko fiti kweli, askari huyo hapa. Oi, chapo atumie break kustopisha ngoma hiyo. Hao anakwenda kwa speed kweli kweli. Fika akachukua mstimu ulikuwa hapo. Choma chap. Shika kazuia hapo. Kawadaka ngome kaenda peke yake. Sai, wangegonga vibaya sana. Wangegonga vibaya mno kwenda chini. Bado mashambulizi yanaendelea. Sasa watoroke haraka watoke hapo. Wajapani wanazidi kusogea kwa tekniki zao. Colonel Arima yuko pale. Nyie nendeni. Danya anawaambia nyie nendeni nyie. Binti anashuka. Mdogo. Fika hapo. Dan twende. Dana akaambia hapana. Nyie nendeni. Tangulieni. Fateni ramani ilikoelekea. Wajapani wanazidi kusogea. Dani kaona hawezi kuwasaidia. Inabidi abaki ili mmoja abaki kuwasaidia, wengine waende. Dan akachukua makombora. Rusha makombora. Chuma. Puko hatari. Dani kaamua kubaki wenzake waende. Dani! Wewe tulia wewe. Dani kasema tondoke, tumsikize anachokitaka. Kasema twende. Dani kawaambia waende bila yeye. Acha yeye abaki hapa na Wajapani. Dani alipoona wote wanaenda salama, alikuwa anabaki ili wenzake wafike salama, akajitoa sadaka. Wajapani wanazidi kusogea, kwenye ngumu kutoka. Dani akaona pote ya mbali, anakufa nao ama bwana. Shia kombora mbili akaziachia kwa mpigo. Chuba. Akafa nao pia, akavunja daraja zima wasiwafate kwa chini wenzao. Dani anakufia pale. Dani kiongozi wa kundi la gorila anafia pale. Dani. Sasa amekumbwa na huzuni. Kundi la gorila lilipoteza mtu mmoja. Kamera amepata, lakini mtu wao muhimu hayupo. Gasti alikasirika mno aise. Mshikaji wake amekufa sababu ya huyu jamaa huyu na kamera yake huyo. Fuata kampushi kwa hasira. Kwa sababu yake huyu bwana huyo na makamera yake. Binti anachoka. Binti anakasirika, katupa kamera kwa uchungu. Mimi amekasirika. Oi. Akanalia kwa uchungu kweli. Jamaa akamwambia shika kamera yako bwana. Sogea kule. Kwa sababu ya huyu mpumbavu huyu. Kata ngumi za kutosha. Dani kafa juu ya huyu mjinga. Huyu mpuzi huyu. Hizi mwachi. Wewe Gasti. Acha. Kama na hasira pigana na Wajapani bwana. Sawa basi. Ngoja nikalipe kisasi sasa hivi. Oya. Misheni yetu ni kuhakikisha huyu mtu anafika salama sehemu anaenda. Dani alikubali kazi, baadaye akawafuata kuwalinda. Amefanya hivi ili tukamilishe mission. Huwezi kwenda kichwa namna hii. Fuata mission Dani aliyosema. Amekufa ili mission ikamilike. Ndege inapita hapo, wakazima taa.
他妈窝囊。 Bure kabisa mimi. Kila mtu ameumia. Kila mtu ana huzuni. 跟球馆你们都看到了， Mbona aliyotokea pale? Wajapani wanachomfanyia huyu jamaa. 证明他是来和我们 Lazima tumsaidie huyu jamaa, alikuja kwa ajili ya kupigana na sisi, kusaidia katika nchi yetu. Ndege zao nyingi zimelipuliwa, watu wengi wamekufa. 你说要不要救？ Hebu niambie, 该不该救？ tunafaa kumwokoa, tufai kumwokoa? Huyu ni mgeni, amekuja kutusaidia nchi yetu kupigania na maadui hawa. Jamaa akampa hiyo kamera, shika bana. Wakaona ni kweli mgeni amekuja kutusaidia katika vita, uweze kumkasirikia. Wote mnakuwa kitu kimoja, mnafaa kuwa kitu kimoja. Jamaa aliambia shika kamera, kwa kuonesha ishara kwamba huna nia mbaya na yeye, mpelekee hiyo kamera. Huyu ni mgeni, amekuja kushiriki vita, kutusaidia ili kuondoa Japani. Kwa huyu ni rafiki, sio mtu mbaya. Jamaa akachukua kamera kampa, ishara ya kwamba hana ubaya na yeye. Kama shika kamera yako bana. 接下来我们应该怎么走？ Je, tunafanya nini kifuatacho? Binti anasema Dani alikuwa kiongozi wetu. Dani hayupo tena. 你是对 Wewe ndio kiongozi sasa hivi. Ulikuwa msaidizi wa Dani. Tuambie, amua. Tufanye nini kifuatacho? Binti anaambia haamue nini kifuatacho. 聽住， Sikilizeni. 醉酒灣係唯一可以趕得切。 Tunakwenda katika eneo la Ginringa. 如果遇到日軍 Tukifika pale, tukimkuta Mjapani yote tunamuua. 一步， Lengo ni tuvuke, twende ng'ambo. Tumpeleke huyu jamaa sehemu salama. Sawa. Basa tuendeni tusonge mbele. Walikubali kusonga mbele. Wajapani wanakuja na mbwa. Mbwa anavuta harufu huku wanasogea pole pole. Wanasikia harufu sehemu mtu kaweza kupita. Wanafuata harufu. Ndege inawafuata, wanaifuata ndege huku wanafuata harufu vile vile. Mzee anacheki masaa anazidi kwenda. Bado masaa 6 mheshimiwa panakucha. Hajampata Marekani itakuwaje? Wala sitaji masaa mengi kiasi hicho, nitampata tu. Sitaji masaa mengi mna. Tusonge mbele. Colonel anasema masaa 6 ni mengi sana kumpata. Nitampata huyu Marekani tu. Colonel kichwa kinamuuma. Baada ya kuona mvua inanyesha, waliingia kunako eneo la dharura, wakajificha katika magofu ya zamani yaliyokuweko hapa. Walijificha hapo, kila mtu anatafakari ya kwake. Jamaa akamwambia mimi, sikiliza. Mimi hii ni pistol. Pistol ina risasi 8. Ukitaka kutumia unaijaza. Na ukiwa unaijaza hii pistol, hakikisha kwamba risasi zote zinaangalia chini. Risasi zote ziangalie chini. Hii itaokoa maisha yako kwa dharura. Akana mfundisha mtoto kutumia bunduki. Binti akaona hizo sawa. Anamfundisha mtoto kutumia bunduki kwa nini? Akampora. Kama niko lingeni nyingo. Kwa nini anamfundisha kujifunza kutumia silaha? Mtoto bado ni mdogo. Hafai kutumia sasa hivi. Ndio. Kwa Japani watu wabaya. Wala sio binadamu wa Japani wale. Wanaua mtu yote unayemuona. Ni wanyama wale, wanafaa kuuawa. Mtu atakiwaona anafaa kuua mtu atakiwaona. Kwa nini anamfundisha mtoto kujihami? Dada, sikiliza dada. Mimi ana miaka 9 huyu mtoto. Ana miaka 9 huyu binti. Nataka nihakikishe kwamba anakuwa salama. Nataka mtoto huyu aishi kwa furaha. Nimekosea nini hapo? Asema kwa nini tunakwenda kupigana? Kwa nini tunapigana vita? Tunapigana vita kwa ajili ya watoto wetu waishi kwa amani. Watoto wetu waishi kwa amani na furaha, sio kujua silaha. Tunapigana vita sisi ili watoto wetu wafurahie baadaye, waishi kwa amani. Sio kuwafundisha watoto wetu kutumia silaha, hapana. Hilo sio lengo letu. Jamaa kaona ni kweli tunapigana vita ili watoto wetu waishi kwa furaha na amani, wasijue vita.
Jamaa alifungua chumba kilikuwa hapa. Mimi, ingia humu ndani. Mimi, ingia humo. Njoo. Ingia hapa. Tutakutana baadaye jua likichomoza. Hapana, nataka nje na nyie. Wanafahamu ni hatari wakiandamana huyu mtoto anaweza kafa muda wowote. Wao wamwache mtoto hapa, wao waende. Kaa ndani. Hapana. Mimi sitaki kukaa. Nataka niondoke na nyie. Fuata amri. Nataka kuwafuata nyie. Mimi sikiliza. Nafuata nyie. Mimi siendi sehemu yoyote. Nataka nibaki na nyie. Mtoto akanalia anataka baki na wao. Lakini wao wanajua kwamba kuna hatari kubwa inawakabili, huenda wakafa wote. Jamaa akaona kwa nini simpe mtoto hii kamera kabaki nayo? Afu ni kweli. Huyu Marekani akamwambia niachieni niongee na yeye. Wamarekani wataalamu kuongea na watoto. Akaambia niachieni niongee na yeye. Akamuita Mimi, njoo. Chukua hii kamera ubaki nayo wewe. Utawapa na jeshi baadaye. Akaambia mpe mtoto apokee. Asema hii ni muhimu sana mtoto. Na hii itaokoa maisha ya watu wengi sana. Kama nilivyookoa maisha yangu pia, na hii itafaa kuokoa maisha ya wengine pia. Anasema upokee, hii itaokoa maisha ya watu wengi. Misheni yako ni moja tu. Ni uichukue hii kamera, ubaki nayo, ukawape wanajeshi. Kwa kuwa ni mtoto, hawata kuangalia kama tishio, kwa hiyo jifiche hapa. Ukipata nafasi, uipelekee kamera wanajeshi. Mimi anafahamu wanajeshi, anafahamu kambi ya jeshi ilipo, akawapa. Hii baki hapo. Basi ili wao wapate kusonga mbele. Binti akakumbuka Dan alikuwa na wao wakati wote. Dan alikufa akilinda hichi kitu. Basi binti hakuwa na jinsi zaidi ya kukubali. Dan! Basi walimtaka mtoto ajifiche. Wao wanaweza wakafa, kwao ni sawa. Lakini huyu mtoto hawezi akafa, sababu ni mtoto mdogo sana. Hawawezi wakaandamana na yeye kufa kwa harakati zao. Wao akifa ni sawa, lakini mtoto hapana. Kwa hiyo mtoto watamficha hapa. Wao watasonga mbele ili Wajapani wawafuate wao. Basi binti alikubali kufichwa, japo hakupenda, lakini kwa kuwa ni hali ilivyo, ilibidi akubali. Ngoja. Jamaa nakukumbuka na kile kizawadi. Hichi kizawadi kinamsaidia mtoto kutuliza hofu, mashaka. Kale kamziki kale. Akamuonesha unafinya hapa, kamziki kazuri kanatokea. Ako kamziki kanaondoa hofu na mashaka, kanakupa utulivu wa moyo. Alimpa mtoto kile kikitu, ila hawajui kama watapona au watakufa, ila alimpa tu kama zawadi. Binti abaki nacho kimsindikize. Wao hawajui kama watakufa au watabaki, hawajui kama wataishi, hawajui kama watabaki kuwa hai, lakini mtoto kapewa misheni yake moja tu, afikisha hiyo kamera kwa wanajeshi wa Kichina. Basi mtoto anajua ameachiwa jukumu kubwa sana kulitimiza. Alibaki na kamera na alikubali kuwa wamwache. Na sasa wanamwacha humo. Hawajui kama watakuja kumpata, hawajui kama watarudi wakiwa hai, kwani Wajapani wanawafuata hatua kwa hatua. Walimfungia Mimi pale ndani. Yule mtoto anamuita Mimi. Mimi hakupenda, lakini inabidi tu habaki. Hakupenda kuachwa peke yake hapa, lakini inabidi tu habaki. Wao wanasonga mbele. Vita inawakabili ni kubwa na hawajui kama watapona. Mimi analia, maskini wa Mungu. Lakini wamemwacha hapo, pana usalama kwa asilimia kubwa. Sasa wapange mpango ufuatao. Asante, tunapita hapa kwa mlima Shanti. Tunavuka. Wajapani lazima wapo. Wajapani wanapiga msako, wanakuja kila njia wanaopita. Asema kundi la gorila lijawa mbali kutoka hapa. Lazima wako tu.
Asa tunapita polepole hapo. Ukifika hapa, tutakaa hapo. Ndio sehemu ya Japani ambao wanakuja katika ile eneo. Lazima tukutane nao katika ile eneo. Ila baada ya hapo tunapita katika njia ya tunnel ya chini kwa chini ya kubukia upande wa pili. Hapa kuna njia kubwa. Asa basi hapo ndio sehemu pana silaha pia zilifichwaga hapo. Tunakwenda kinyume na yote. Hakuna namna. Lazima waende, hakuna namna hapo. Akaambia freshi. Hapo juu baridi. Na wewe, hii bunduki beba. Jaga basi kiza wewe. Vaa hizi nguo za Kichina bwana. Kila mara nikikuona umevaa nguo za Kijapani nahisi kama msaliti hivi nikikuona. Hebu vaa ufanane na sisi. Wewe vaa bwana. Ufanane na sisi. Wakampa jamaa mavazi ya vaa afanane na wao. Wewe. You always say that. Kiasi kwa anasema hivyo. Gani huo maana yake nini? Gani huo? Yeah. Maana yake nini? Work. Kazi. Maana yake tufanye kazi. Kuwa hai, fanya kazi. Gani huo? It's a good word. Basi sawa. Neno zuri. Wakapanda hapo wanaamua kwenda zao. Chansa will join Yakuan yan gole. Wanasogea polepole katika ile eneo. Wajapani bado wanakuja katika ile eneo, wanapita hapa. Jamaa sema atakuwa anaelekea eneo la kule kwenye Gun Grease. Pale sema kufichia masala atakuwa wako wengi sana. Wajapani wako pale pia wanafanya ulinzi pale. Tuwai huko, tutakuwa naelekea katika ile eneo. Hapa kuna gin drinker. Hapa ni sehemu masala mengi yanafichwa ya Japani hapa. Pana walinzi upande wa ndani, apakai kizembe. Sasa wanaingia upande wa ndani. Wanavuka kupitia hili pango. Andaki la chini kwa chini huko wanapita. Kuna ulinzi wa kutosha. Wanasikia mluzi. Mjapani anafanya ulinzi, mmoja anakojoa hapa juu. Kuna mmoja anakojoa huku chini. Chapo akavuka. Hasa ni kuwatungua kimya. Hoya. Unapita chapu na ua, tukio upande wa pili nyie, unasonga mbele. Au sio? Gasti iko faster kweli. Anafungua njia huyu. Gasti akasema tulia hapa. Mimi naingia. Faster. Gasti iko faster kweli. Akamtuma chap. Fika paka ile juu chap. Chinja faster. Kateremsha mtu ndo huyo. Kuja hapa. Songa mbele. Ni kuwatungua walinzi. Chap. Unatembea mbele. Mambo yasiwe mengi. Mbele yao. Hapa mnacheza kikomando alo. Mbele nyuma. Tembea. Ukisikia mbele tembea ndo hii hapa. Wanagawana majukumu. Huyo. Mmoja ndio huyo anapita huku. Mmoja yuko hapo, hoya. Wewe tangulia. Dili naye huyo. Chap jamaa akamzungukia. Gasti anawachukia Japani vibaya mno. Ngoja. Leta mimi niende. Za mlango hoya poa. Marekani akaenda mwenyewe. Chap. Weka fasa. Chinja chingo. Tulia. Usipige risasi. Mpa kitu namna hii. Wako wengi hapa. Wasoruhusu usipige risasi. Wahakikisha kwamba wapige risasi. Wakipiga risasi itaonyesha kwamba wako wapi. Itafanya julikane wako wapi. Huyo anatoa pesa wapige. Akapiga risasi. Mlio wa risasi unasikika. Ni hatari mlio wa risasi ukisikika. Wanafahamika walipo. Tunani mbele. Mbwa anakuja, amesikia mlio wa risasi, wanakuja upande huu. Jali! Wajapani wanaingia kwa wingi kweli humu ndani. Wanaingia kwa wingi, hoya. Songa, pita naye huyo. Fast akaingia poroni chap. Fast anazungumzia upande wa pili. Hapo vipi? Songa mbele. Jamaa kaachia kombora hiyo mzee. Andi grenade hiyo. Kimbia! Aya! Koma hili. Imelipuka. Kombora anarushwa. Andi grenade za kutosha. Hani grenade za kutosha. Faster, kazi inaisha. Gasti anafanya faster na wachukia kweli mabwana hao. Mara huyu hapa. Koza la chuma. Mwingine kwa nyuma. Huyo mwingine. Kombora. Kaachiliwa kombora la hatari. Ni faster. Wengine ndio wanakuja. Wengine ndio hawa hapa.
Wako wengi kweli humu ndani. Hapo. Chuba. Nimeishiwa risasi. Chuma. Mpa kitu namna hii. Chuba. Wako humu ndani humu. Wanaonekana wako ndani humo. Nimeishiwa risasi. Wakachukua risasi. Hapa ndani kuna marisasi yamefichwa mengi sana. Fasta akachukua marisasi ya kutosha ya kuapa. Akawarushia marisasi hayo. Wagawane haraka. Wao wanakuja. Wao hapa. Wajapani wameingia kwa wingi. Shika jabali. Mbaki tu namna hiyo. Mwingine ndo huyu. Wanakuja. Wako na nguvu. Chuba. Bora. Vunja mkono. Malizia huko. Bado mbishi. Yuko na kisu. Gasti yuko na kisu. Choba na kisu Gasti. Mara katoa. Vunja mkono. Pita naye mpaka ndani ya jengo. Balo beti nzito. Chuba. Chuba namna hii. Balo anakuja hapa. Akamvuta Marekani. Chapa ya kichwa. Wajapani wanazidi kupanda. Bado wako wengi wanazidi kupanda huko. Sogea mbele. Chuba. Unawatungua. Unawapunguza. Wanaingia ndani hawa. Chapa chuma. Kuja panda pili. Chapa. Wapa. Amba na kwa mazito hapa. Vita na kwa kali kweli. Chapa chuma. Mmoja kaingia na kombora. Mmoja alirusha kombora. Andi gruneti. Kila mtu alipata wengi bala. Wote walirushwa na kombora. Kwa bahati nzuri wengi bado wako uhai. Mawe yaliwagonga sopoa. Gasti alipoteza network kabisa. Gasti anapoteza network. Wapo katikati ya vita. Anasikia wanazidi kuja. Wajapani bado ni wengi. Songeni mbele. Wanavuka mbele. Hamna kusubiri mtu yeyote hapa. Wanatokea upande wa pili wanavuka. Wanavuka upande wa pili. Wajapani wanawafuata. Wanaingia kunako pango jingine. Walo ni wengi wanakuja kweli. Shikani. Chukua na hiyo. Binti akashusha gari lilikuwa pale. Akafunikia wenzake ndani ya gari. Gari likasiba mlango, binti akajitoa. Hapana dada. Sister akajibaki mwenyewe kama kujitoa sadaka mwenyewe. Dada! Sister kajitoa sadaka peke yake. Fuateni ramani, malizieni mission. Malizieni kazi niliyowaachia. Binti kabaki mwenyewe. Kaamua kufa nao. Sawa. Twendeni. Kawaambia malizieni mission. Twende! Wanamwaga moto. Wamekuja mpaka na gesi. Binti kawaambia nendeni, malizieni mission. Mama na uchungu nao hawa waliwaua mabinti zake watatu. Mama na uchungu hawa waliwaua mabinti zake watatu. Ana uchungu nao kweli. Piga tairi namna hii. Anawazuga. Toka na mashine. Anawatungua balaa. Mama akaona hata afe na kadhaa. Waliwaua mabinti zake. Mabinti zake watatu waliuawa na hawa Wajapani. Anawatukia kweli. Mama anajitoa sadaka na kuja. Chuma zinalia. Mama anajitoa sadaka kufa nao hawa. Liwatawanya. Anahakikisha kama nakufa hata na 50. Chuma nalia. Mama anawategua tu. Koki mashina. Chapa ya juu. Kesi inakuja. Mama anachoma na bati kunako mgongo. Bati inaingia tumboni kwa mama huyu. Mama kaminyiwa, anazidiwa hapo chini. Mama kafetua risasi, ikamchapa. Mweka para chini. Koki ya kichwa. Lakini kibati kimeingia ndani ya tumbo. Mama hawezi kupona. Akaona potelea mbali. Kuna mtungi wa gasi huko hapa. Huyu kwa mke akamchoma mguuni tena. Mwa kibati. Kata shingo.
Mama akachukua gesi hiyo hapo. Hao anakuja. Njoni! Chuma inakuja. Pigwa chuma nyingi sana. Mama alichapwa risasi za kutosha. Pigwa risasi nyingi sana. Mama anashindwa kutumia gesi hiyo. Halo. Colonel Arima anafika. Kazi inaishaisha hapo. Halo. Mama yuko hapo. Moyo unadunda, naona wanaye watatu. Anawaona mabinti zake watatu waliouawa na Wajapani kipindi wanaenda shule maskini. Mama anacheki. Anawaona watoto wake wanamuita bwana. Mama anajua anawafuata wanaye so muda mrefu. Mama akaona basi, kwa kuwa nakata roho, naondoka na kazaa. Wacha gesi yenye moto hiyo. Kimbia! Kimbieni! Mama anamwaga moto, petroli na mafuta anamwaga moto hatari. Aliwachoma. Choma Japani. Mama anawachoma kweli kweli. Choma kwa machungu. Takama na kufa. Alikufa kisujaa kweli kweli. Aliondoka na Wajapani kaza wa kaza. Anaondoka na Wajapani kaza wa kaza. Halo. Pale pale roho ikaiacha mwili. Mama anakufa kishujaa namna hii. Anakumbuka alikuwa mama wa nyumbani tu maskini, akiwalea mabinti zake watatu kabla Wajapani akuja kuangamiza watoto wake. Watoto hao waliuawa kwa risasi na Wajapani. Ndo chanzo cha mama kujiunga na jeshi kulipa kisasi cha watoto wake. Mama anakata roho na bunduki, watoto wake walichora tattoo pale maskini. Kabaki Colonel Arima peke yake. Anafika binti ashakufa. Alo, kazi imeisha hiyo. Kabaki mwenyewe, vikosi vyake vyote vimeisha. Sasa kasalia peke yake na uwezi kurudi kambini hujakamilisha kazi. Akaona wavizie katika mashimo. Akajua hawa jamaa hawajaenda mbali. Acha niwavizie kwa mbele. Akawavizia kwa hapa. Watapita hapa ndani ya tunnel. Wanapita ndani ya tunnel andaki. Chuma! Lewakosa. Piga imeisha. Chapa chuma. Zimeisha risasi. Wameishiwa risasi. Oye! Nipatieni huyo Marekani huyo. Nipeni huyo Marekani. Mtawaacha muishi. Mmenisikia? Anamtaka Marekani tu. Jamaa kamba tulieni niwaoneshe. Mvizie. Nibaki risasi moja tu. Hiyo. Kabaki na risasi moja. Risasi moja inafaa kufanya kitu. Chapa chuma. Nakumbuka Shanghai. Wenzenu wote walikufa, mabakia wenyewe tu. Mko peke yenu mmetalia. Waoga wakubwa, njoni. Sasa nawatisha huko na winda kwa akili kubwa. Anawatisha huko na wawinda kwa akili kubwa. Lo. Jamaa akaona, sikiliza hapo vipi. Akasikiliza akaona wako hapa. Huyu ni mtaalamu. Akaona hawa jamaa wako hapa, ngoja. Anagundua hawa jamaa wako hapa. Sasa nao akammendea. Chapa chuma. Ngoja. Akamwai. Chapa ya mguu. Sasa wanatoka. Washampiga ya mguu, jamaa hawezi kutembea. Amepigwa ya goti. Asiye kwenye goti hawezi kutembea vizuri. Hao wanavuka, wanatoka. Wamechoka vibaya mno. Wanafika hapa. Wamechoka kweli kweli. Wameishiwa risasi, kila kitu kimeisha.
Jamaa amepigwa risasi ya mkono. Funga hiyo. Wanacheki ramani, wanamulika na tochi. Jamaa kacheki ramani, kuna kule. Asema hapa ndo maili ya mwisho. Alafu tunapita Lushamba hapo, tunakuwa tumevuka kuelekea katika pango lenyewe. Mahali sehemu atakapokuja kumkuta wenzake. Hapa. Akati tunawasha tochi, jamaa akawaona akiwa angani. Alivyoona akageuza ndege na wafuata. Jamaa akasikia mlio. Anasema jamaa anakuja. Jamaa anakuja na ndege. He's coming for me. He's coming. Anasema jamaa ananifuata. Tuondokeni. Ananifuata huyu jamaa. Jamaa kufika pale akawaona wale pale. Chapa chuma. Kapita, anakata kona na rudi tena. Wakajificha chini. Asema jamaa anakuja na mjua huyu. Huyu jamaa nilimpasua jicho huyu. Ndio mtu pekee mwenye bifu kali na mimi. Mimi nafahamu jinsi ya kufanya. Sasa pigana na Japan, huyu nitadili naye mwenyewe. Anarudi tena mara nyingine. Anawavizia jinsi ya kuwashambulia akiwa ndani hicho kisehemu amejificha. Jamaa akaona ngoja. Huyu jamaa anamtaka huyu mshikaji, ngoja sikia. Hata mimi niende. Mimi naenda. Wadi akaambia sikiliza. Mimi naenda. Baki hai, mpeleke huyu mtu sehemu salama. Mimi naondoka na huyu jamaa mwenye ndege. Sawa? Sawa. Tulia ngoja. Akaambia usiende. Huyu jamaa anataka mimi. Jamaa akaambia sikiliza. Hakikisha unakuwa hai na utangaze kundi letu bwana. Jamaa akaambia tulia. Jamaa akafika pale akavaa koti, akajifanya yeye ni Mmarekani. Jamaa akaambia ishi. Ishi. Hakikisha unaishi bana. Jamaa akajifanya yeye ni Mmarekani, akawa twende. Akajifanya yeye ni Mmarekani, akavaa mavazi kama rubani, akapita njia nyingine. Anaenda njia nyingine. Jamaa anakuja huku. Huyu kavaa nguo tofauti, kaenda tofauti. Huyu naye anamfuata. Sio! Huko sio! Pita huku wewege! Wewe! Ameenda sehemu nyingine. Na mwenye ndege anamfuata mtu mwingine. Komanda anafika pale, mguu wake mbovu, hawezi kutembea na yuko peke yake. Kapigwa risasi ya mguu, hawezi kutembea. Anawawinda, piga risasi lakini wapi? Washaenda. Jamaa anaona jinsi gani amefeli. Kamanda aamini macho yake anavyofeli kuwapata wa jamaa. Huyu mwenye ndege anamfuata mtu ambaye si. Anamfuata Ward. Amevaa kama vile pilot wa Kimarekani. Kwa jamaa anamfuata akafikiri ni yeye. Huyu jamaa ana bifu, ana hamu ya kisasi. Kamanda akaona ameshafeli mission. Hapa hana sali ya mtume. Akirudi kambini lazima watamuua tu. Basi Wajapani waga wasamei. Jamaa akaona potelea mbali. Akajichapa chuma ya kichwa, akajiua. Huyu jamaa anamfuata huyu mshikaji. Ana uchungu naye akifikiri ni Mmarekani. Anageuza ndege chini, anakwenda kishambulia kichwa chini, miguu juu. Anamweka kwenye target. Anamweka kunako target, waje na kimbia maskini. Kobe inakuja. Mashambulizi. Inashambulia dabo. Shambulia anapita, anageuza tena. Akimvuka na anakata kona, anarudi. Anahakikisha amemuua kabisa huyu bwana. Ana uchungu naye. Chuma inakuja. Anakimbia, chuma inakuja na mkosa. Ngoa zinampata kwenye miguu lakini bado anakuja. Akalala, ngoma ikapita. Anageuza, ngoma inakuja tena. Mpaka akisha amemuua kabisa huyu. Anageuza kitu, anakuja tena. Anakuja na kitu hichi hapa tena. Niue! Njoo! Wadi kasajitoa mwanga, potelea mbali. Jamaa anakuja na mimina njugu za hatari, mashine risasi za kumwaga. Kobe inakuja. Wadi anapata na risasi nyingi sana anapokimbia. Lakini bado anakuja. Ashaamua potelea mbali, anakufa kishujaa. Angalau amefanya kitu kwa ajili ya nchi yake. Ngoma zinakuja. Wadi anapata risasi nyingi sana lakini anakuja hivyo. Bwana. Chuma zinaachiwa. Hello. Wadi anakimbia licha ya kujua kuwa hawezi kupona. Anakumbuka yeye alikuwa
mfanyakazi katika eneo la Wajapani, lakini maisha yake yote huyu jamaa alikuwa CIA, afisa wa siri wa Kimarekani wa Kichina. Wakati huo pia alikuwa anafanya kazi zingine. Akiwa hapa anamuona Dani anamfuata, wewe mwanangu vipi? Vaa nguo hizi hapa. Anamuona marehemu akimfuata namna hii. Wanasema ukimwona marehemu ujue pia nao unaondoka hivyo. Anaona kina Gasti kina nani wote masela zake wote wale pale ise. Akiwa hapa Ward anakumbuka maskini wa Mungu kwamba kabla ya vita alikuwaga mtu mwingine tofauti kabisa. Yeye alikuwa ni mtu anayeonyesha sinema. Alikuwa anamiliki ukumbi wa sinema ambao alikuwa anautumia kuonesha filamu mbalimbali za watu. Watu wanalipia na kuangalia sinema. Basi filamu alikuwa akionyesha pale ilikuwa filamu ya Ricky. Ya shujaa na mwitaga Ricky. Basi watu wengi walikuwa wanafanya kazi zao bwana. Pia licha ya vyote huyu mama kabla ya vita kuanza, huyu mama alikuwa mwanamke wa nyumbani. Alikuwa mwanamama, alikuwa akipenda sana watoto wake. Basi palikucha asubuhi, hatimaye jua likachomoza na yule mtoto binti wanamuita Mimi. Mimi alipitwa na usingizi wakati wa usiku. Yuko salama salmini. Mimi anaamka, yuko salama salmini. Basi binti aliambiwa jua likichomoza atoke nje na aipeleke hiyo kamera kunako kambi za Kichina. Mimi anafahamu njia zote za kambi za kijeshi zilipo. Baadaye alitoka akaona jua, asijui hatima ya wenzake wote. Angalau kaona jua limechomoza, anaamini ushindi upo, hajalishi nini kimetokea. Basi Marekani pamoja na Gasti walifika sehemu waliopasa kuweza kufika. Walifika kunako pango, sehemu ambapo ni bandari ya siri wa Marekani na wenzake atakuja kumchukua mpeleke kunako kambi halisi. Hapa ndo si kevu yenyewe ilipo, mahali kuna pango kivuka unatokea kunako bahari. Basi hapa ndo sehemu ya siri wanapokutana wanajeshi mbalimbali wakati wa vita. Sehemu hii ni salama sana kwa wao kufika na wenzao kuwakuta. Basi baada ya mikiki mingi kuweza kuwakuta pilika zote, basi kila mtu alikuwa amechoka kwa yote aliweza kuwakuta. Wamefika hapa, wanasubiri waweze kufuatwa. Anasema Dan, dadangu sisti, nimekamilisha mission ya kumfikisha Marekani sehemu alipotakiwa kufika. Mission yangu nimekamilisha. Jamaa kama mwanangu anajua na stress, ambugusa fegi kidogo. Jamaa kaamua apige fegi kidogo watoe stress. Ndugu mtazamaji, na kushauri pia usipende kutumia sigara. Mimi ni mmoja kati ya watu naepingana sana na habari za sigara. Tafadhali unapoona picha hii usiige yanayofanyika hapa, bali burudika na kile kinachostahili. Iga yale mazuri, usiige mabaya. Hawa jamaa wanavuta sigara hapa kujipoza nini? Kama sikushauri uvute sigara. Uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako na pia sio mzuri sana kwa maisha yako ya kimungu. Yani kama wewe ni mtu unayempenda Mungu, usivute sigara. Jamaa akasema kuna siku tutawatoa China wa Japani nje ya nchi yetu ya China. Hiyo siku itafika tu, wa Japani wote tutafukuza nje ya China. Gasti akaamua kuvaa. Shika saa yako mwanangu. Jamaa akaambia vaa tu bwana, tunabadilishana. Wewe vaa saa yangu, wewe chukua tu. Hiyo inafaa, inastahili. This watch is from my... Asema hii babangu alinipa hii saa kwa nikaitunza inilinde nisifage. Jamaa akacheka kweli. Saa inakulinda. Basi naye akatoa zawadi alikuwa nao. Yeye nao ile mkufu ile beji ya Kibudha. Basi naye akampa bwana, akamwambia wewe, mamangu aliniachia hii, wewe shika.
itunze kama navyoenda kutunza ya kwako, sawa? Akamwelezea, hii bwana ananisaidia, mabomu yakipigwa waga nalipuka na nikinga nisife, mabomu likipiga. Jamaa akacheka kweli, akamwambia serious, hii inanizuia nisifage bana, katika vita zote sijai kufa. Basi kwa mbali kuna boti inakuja kuwachukua hapa, mashua inakuja kumchukua mwamba wa Marekani huyo. Basi hao walikamilisha, baada ya siku 2 baadaye walikuja kumchukua wakampeleka Marekani sehemu husika. Baadaye akaondoka moja kwa moja akapelekwa kunako kambi yake, na alifika kunapo kambi yake. We were instructed to set out. Baadaye alipata taarifa zote na ndege zikatumwa nyingi sana kwenda kulipua rada ya Kijapani iliyokuwa inawasaidia, na baadaye jamaa alirudi kazini kama kawaida. Mshikaji huyu hapa alirudi kazini kama kawa kuendesha jeti za Kimarekani kufanya mashambulizi kwa Japani kwelikweli. Hajai kumsahau msela wake mmoja, mshikaji wake mmoja huyu hapa, walipenda kucheza sana na jeti mara nyingi, kusalimiana mara kwa mara na wanaye kibao. Hii inaitwa saluti. Walifanya mambo kibao sana na mshikaji wake huyu hapo, hajai kusahau. Kazi ilikuwa nzuri, walikamilisha vizuri sana, ni kitu ambacho hajai kusahau. Licha yote anamkumbuka mshikaji wake mmoja tangu alivyoshambuliwa siku zile, basi anamkumbukaga mshikaji wake sana ambaye aliuawa pale. Basi naye akipata kazi alihakikisha kwamba harembeshwa Japani kabisa, alihakikisha anawashusha kweli kweli. Anakamilisha kazi na misheni mbalimbali baada ya ushindi ule. Basi nikukumbusha kwamba hii ni true story. Hii ni story ya kweli ya kikundi cha Gorilla mwaka 1944, ambapo kikundi cha Gorilla kilimsaidia pilot mmoja wa Kimarekani kuvuka na kurudi tena, na baadaye kapelekea kupatikana ushindi katika vita vya China. Picha ya kweli ya pembeni hapo, ya maigizo ya pembeni huku, kweli ni tukio la ukweli. Hawa huku pembeni tunawaona ni wale wenyewe wa kweli, na huku ni waigizaji. Hapa ni wa kweli, wa pembeni huku basi kulia ni waigizaji. Basi Hong Kong Bowling, jumba la tufe la zamani ni lile pale, jumba na sasa hivi ni hili hapa. Captain yule pale wa kweli, wa kwenye TV yule pale wa maigizo. Basi picha hii bana inaenzi ile ndege ilikuwa inabebwa ni kweli, ile pale ilibebwa ya kweli, hii huku ilikuwa kuigiza. Basi manake hivi vyote vinaonekana hapa ni uhalisia. Hawa jamaa walishare fegi kwa mfumo huu, wala wakashare fegi kwa mfumo ule. Basi vyote hivi vilifanyika kweli, ni vita ya kweli ilitokea, na kumbukumbu zimehifadhiwa katika maktaba ya Kichina. Kumbukumbu zote, ile kamera bana ile pale, kamera ile pale, kile kiduda hicho hapo kilisaidia mtoto alikileta, na barua ile pale ilikwisha kuweza kuandikwa, na kumbukumbu ya vitu vingine vingi, ile saa ile pale. Kwa hiyo hii ni historia ya ukweli, ilitokea mwaka 1944 wakati wa vita kipindi cho, na ile saa bado inafanya kazi mpaka leo bwana. Basi rekodi hii imehifadhiwa katika museum za Kichina na Marekani, kumbukumbu isiyosahaulika, na kumbukumbu za video pia ziko za kipindi kile, ndege zilikuwa zikirekodi zile kumbukumbu za kambi ile kambi ile pale. Basi hawa ni waigizaji waliigiza walisia ile kuwepo kipindi kile bana. Shukrani kwao kuwasilisha vizuri zaidi tukio lenyewe. Nyingine tena, hii ilikuwa mwisho, tukutane katika picha nyingine. Bye bye.